Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo tafakari ya neno la Bwana, tunaendelea kusikia juu ya mwendelezo wa hali ya kutokuelewana kati ya Yesu na baadhi ya viongozi wa dini ya Kiyahudi. Na leo mambo yamefikia mazito kabisa ndugu zangu. Yesu akawaambia ukweli ambao hawakutaka kuusikia kabisa, na kwa ukweli huu wanamweleza dhahiri kwamba tunataka kukumaliza sasa hivi. Hakuna haja ya kusubiri tena. Wananyanyua mawe na kutaka kumwangamiza. Hili ni dhihirisho kwamba hakika mioyo yao imeshachoka kumsikiliza Yesu, na hivyo watamwangamiza tu. Mpangilio wa masomo yetu katika siku ya leo, somo la kwanza linazungumzia habari za Abrahamu. Somo linaonyesha kwamba alibarikiwa na Mungu, na kwa njia yake dunia nzima iliahidiwa baraka, na yeyote atakayemfuata Abrahamu aliahidiwa kubarikiwa. Mungu alimpenda Abrahamu na alifanya naye agano kudhihirisha hili ndugu zangu. Sasa katika somo la Injili, Yesu anasema kwamba yeye tena ni mkuu zaidi ya Abrahamu. Hivyo yeyote ambaye atajitahidi na kuwa mmoja kati ya mzao wa Kristo ataweka agano maalum na Mungu, na hivyo atapokea baraka. Tena baraka nyingi zaidi ya zile ambazo waliahidiwa wazao wa Abrahamu hapo mwanzo. Yesu anapokufa msalabani anatukomboa katika utumwa wa Shetani na kutufanya kuwa wana wa Mungu na wana wake. Hii inatufungulia mlango wa baraka nyingi ajabu, zaidi ya zile hata za wana wa Abrahamu wa hapo mwanzo. Hivyo ndugu zangu, tuongeze imani yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tusogee karibu na Yesu, tuwe watu wake. Tumshukuru kwa sababu alikubali kufa msalabani kwa ajili yetu, na tumuombe azidi kutubariki zaidi na zaidi. Kipindi hiki ni kipindi cha kukumbuka kwamba Yesu kwa kufa kwake aliachilia milango mingi ya baraka. Sasa mimi nijitahidi kushiriki katika baraka hizi. Najitahidi vipi katika kushiriki hizi baraka? Kweli kuna neema yote niipatayo kwa kuadhimisha kifo cha Kristo? Kama hupati baraka, kwa kweli kuna shida mahali. Kama hupati baraka, basi rekebisha mambo yako ndugu zangu. Tumia vipindi vya sala vizuri. Sali vizuri. Pengine unasali kwa kukurupuka mno. Ungama vizuri. Saidia maskini. Usiwe na chuki na mtu. Hiki ni kikwazo. Hivi vyote hivi kutokuifanya vizuri ni vikwazo vinakufanya ushindwe kupokea baraka vizuri. Kumchukia mtu ni kujifungia baraka. Ni kuamua tu mwenyewe ni kama kufunga mlango na kutokuruhusu baraka zije. Samehe. Usionee mtu yote, usimdhulumu mtu yote. Usimuonee mtu. Tusitukane watu, tusiwadhulumu. Usimsengenye mtu, usiwe mbea. Haya yote haya tukiyafanya, kwa kweli tunapunguza baraka. Tunashindwa kuzipokea neema za Mungu. Tupambane na hizi hali, ile hali ya kuona wivu kupitiliza, kutokufurahia baraka za watu. Yaani unachukia unapoona mtu amebarikiwa. Unaona kama vile sijui amekuibia, wakati ni Mungu amembariki. Uwe mtu wa kufurahi. Usipoteze muda kumwangamiza mtu. Usipoteze muda kushangilia maumivu ya mtu. Furahi pamoja na wanaofurahi. Wasaidie wale ambao wana maumivu. Kuwa Yesu kwao. Washike mkono, wanyanyue, ili uweze kuona baraka za Mungu zikipitia kwako kuja kwao. Wewe unaweza kutumika kama bomba la kupeleka baraka kwa wengine. Kwa hiyo fanya haya yote, utaona baraka za Mungu zikimiminika katika maisha yako. Wengi wetu tunashindwa kushirikiana na wenzetu kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya wivu, kwa sababu hatuko tayari kuona wengine wanabarikiwa sisi ikiwa hatujapata kama wao. Tambua Mungu anambariki yeyote anayependa, na wewe kwa kuwasaidia wengine Mungu pia anakubariki. Tujitahidi ndugu zangu. Tunaweza kufanikiwa bila kuharibu maisha ya mtu yeyote. Tunaweza kufanikiwa kwa kubariki wengine. Hiyo ufahamu. Wengi wetu tunafikiri tunaweza kufanikiwa kwa kuharibu maisha ya watu. Haiwezekani. Huwezi kufanya kitu kibaya alafu upokee mema. Haiwezekani. Unafanya mema, unapokea mema. Tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo atusaidie. Wapo ambao pia tunatamani kuwapiga mawe, tunatamani kunyanyua mawe na kuwapiga kwa sababu ya kutuambia ukweli. Tusifanye hivyo. Tumshukuru Mungu kama wapo watu ambao wanatusaidia, wanatuambia ukweli ili sisi tuweze kurekebika. Hata kama kuna uchungu fulani, tunaweza kupata uchungu mwanzoni wakati wanatueleza, lakini
tupambane, tujue kabisa hiyo ndio dawa yenyewe. Ugonjwa ambao ni chronic wakati mwingine unakuwa na dawa ngumu sana na pengine ni chungu sana. Kwa hiyo ukiona unaambiwa ukweli, upokee. Hiyo ndio mwarobaini wa kuondolea dhambi zako. Utakie siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Endelea kukumbusha shajara za asali mbashara bado zipo katika container la kwaya pale St. Joseph, Moshi Bookshop na St. Damiano Shrine ya Padre Pio. Karibuni sana, mjipatie nakala, muendelee kujifunza neno la Mungu.